Karibu sana kwenye sports update ya Game On TZD. Karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo Tanzania na hata ikiwa nje ya mipaka Tanzania. Mimi naitwa mpekuzi.com. Hii ni Game On TZ na hii ni sports update kutoka hapa Game On TZD. Karibu sana mwanamichezo mwenzangu tuweze kukupa habari kutoka ndani ya viunge hivyo vya klabu vya Wekundu wa Msimbazi Simba. Mwenendo wa kiungo mshambuliaji wa klabu ya Simba Sports Club Elie Mpanzu Kibisawala, mwenendo wake umekuwa tofauti na msimu ulioweza kumalizika, msimu wa 2024 na 25. Performance ya Elie Mpanzu kadri siku inavyozidi kuongezeka, performance yake inazidi kudorora, kwa maana kwamba performance yake inazidi kuwa mbaya tofauti na msimu uliokuwa umemalizika. Matumaini ya wanasimba wengi kutoka ndani ya taifa hili la Tanzania, matumaini yao kuyaona makubwa kwa upande wa Elie Mpanzu baada ya msimu ulioweza kumalizika. Mazuri aliweza kuyafanya na matamanio makubwa mashabiki wa Simba walitamani kumwona Elie Mpanzu msimu huu wa 25-26 atakuwa na msimu bora kweli tofauti na msimu ulioweza kumalizika. Matamanio na matarajio kwa mashabiki wa Simba yamekuwa tofauti na vile ambavyo wao walivyokuwa wakidhani ama wakitegemea. Hilo limeenda kuwa tofauti. Ujio wa kocha mpya wa kikosi hiko cha Simba, Dimitar Pantev, kwenye ripoti yake ilieleza kwamba hayuko tayari kumwacha mchezaji yoyote aliyekuwepo kwa hivi sasa ndani ya viunga hivyo vya Simba. Lakini pia kocha Dimitar Pantev kwenye ripoti yake imeeleza kwamba hayuko tayari kuacha uongozi ama kumfukuza kiongozi yoyote aliyekuwepo ndani ya viunga hivyo vya Simba kwa hivi sasa, kwani lengo na matakwa ya kocha huyo Dimitar Pantev, amesema hayo hawezi kumfukuza mchezaji na wala hawezi kusema kwamba mchezaji huyu ananifaa ama kiongozi huyu ananifaa ama hanifai mpaka pale atakapoenda kuwatazama wachezaji pamoja na benchi la ufundi. Tukianza na benchi la ufundi la Simba, baadhi yao viongozi ama benchi hilo la ufundi mkataba wao unaenda kumalizika mwakani ambao ni Juni ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Kocha Dimitar Pantev amesema kwamba kwa hivi sasa haoni sababu ya kumfukuza kiongozi yoyote aliyekuwepo katika benchi la ufundi mpaka pale mkataba wake utakapoenda kumalizika, na yeye ndiye atakuwa na maamuzi kwamba aendelee kufanya kazi na moja kati ya viongozi kwenye benchi hilo la ufundi ama ampe mkono wa kwaheri. Lakini pia ukijaribu kutazama kwa upande wa wachezaji, pia kocha Dimitar Pantev amesema kwamba kwa hivi sasa anahitaji kumuona mchezaji mmoja, uwezo wake binafsi na nini ambacho anachokifanya na kipi ambacho aweze kuongezewa kwa mchezaji huyo. Imefikia wiki 2 mpaka wiki 3 tangu pale kocha Dimitar Pantev alipoweza kutangazwa na klabu hiyo ya Simba kutoka pale nchini Botswana, mmoja kati ya klabu aliyokuwa akiitumikia kocha huyo Dimitar Pantev ni klabu ya Gaborone United. Kocha Dimitar Pantev amesema kwamba hawezi kumwacha mchezaji mmoja mpaka pale atakapoenda kujua uwezo wa kila mchezaji. Kocha Dimitar Pantev alifanya ziara ama alifanya session yake ya kwanza kuzungumza na kila mchezaji aliyekuwepo ndani ya viunga hivyo vya Simba. Alianza na Kibu Denis Prosper kuzungumza naye, maana hao ndio wachezaji ambao viwango vyao vinazidi kudorora kadri siku inavyozidi kuongezeka. Hao ndio wachezaji ambao wanaimbwa na mashabiki wengi wa Simba huko, mfano Kibu Denis Prosper. Pindi za hivi karibuni amekuwa hana msaada kuisaidia klabu yake ya Simba pindi pale inapocheza mashindano makubwa ama katika mechi kubwa. Kocha alianza na Kibu Denis Prosper kuzungumza naye
kwamba shida iko wapi, performance yako ni mchezaji wa aina gani, vitu gani ambavyo unatakiwa kuvifanya na vitu gani ambavyo hutakiwi kuvifanya. Dimitar Lopatev aliweza kuzungumza na Kibu Denis Prosper kwa ajili ya kujaribu kuzungumza naye psychological zaidi. Aliweza kuhitaji kutoka kwa Kibu Denis Prosper, na kocha Dimitar aliweza kufanikiwa kuzungumza na Kibu Denis, na Kibu Denis alijaribu kumshirikisha kocha kwamba mimi nataka 1 2 3. Yote hayo waliweza kuzungumza, na kocha Dimitar alipata nafasi ya kumjua Kibu Denis Prosper baada tu ya kuweza kupeana nafasi ya kuzungumza kwa ukaribu zaidi. Hilo ni moja kati ya dawa nzuri kwa kocha kuhitaji ama kuzungumza na kila mchezaji ambaye aliyekuwepo katika klabu hiyo ya Simba. Lakini pia kocha Dimitar Lopatev alipata nafasi ya kuzungumza na Mohamed Bajabel. Nadhani watu wengi hizo clip wameweza kuziona huko, lakini alipata bahati ya kuzungumza na Elie Mpanzu. Elie Mpanzu ni mmoja kati ya wachezaji ambao wameimbwa sana msimu uliopita wa 24 na 25, na ni moja kati ya wachezaji ambao ni kipenzi cha wana Simba. Matumaini makubwa kwa Elie Mpanzu yalikuwa ni makubwa sana msimu huu, kwa sababu ya msimu uliopita aliweza kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa na hata ligi kuu Tanzania bara, lakini hilo limeenda kuwa tofauti zaidi. Lakini kocha Dimitar Lopatev aliweza kuzungumza naye Elie Mpanzu na kutaka kujua kwamba ni mchezaji wa aina gani, kipi na kipi ambacho unakiweza na kipi na kipi ambacho ukiwezi kukiweza kukifanya. Kocha Dimitar aliridhishwa kwa kile ambacho alichozungumza na Elie Mpanzu kibisawa. Lakini mchezo wa jana pia hii imetoa ishara kwamba Elie Mpanzu hayuko sawa psychological, na pia kocha Dimitar alijaribu kuzungumza naye kabla ya mchezo wa jana ambao Simba mchezo huo ulimalizika kwa sare ya bila ya kufungana. Lakini Elie Mpanzu jina lake limekuwa likiimbwa mara kwa mara kwa kila shabiki na kila mdau wa soka barani Afrika, hususan taifa hili la Tanzania, jina lake likiimbwa mara kwa mara na kila kona ya Tanzania. Amekuwa ni mchezaji ambaye yuko slow. Falsafa ya kocha Dimitar Lopatev anahitaji kupata mchezaji ambaye anaigusa mara moja na kuachia, lakini kwa upande wa Elie Mpanzu hii imekuwa ni falsafa ambaye kwake yeye imewezekana kama itakuwa tatizo kwa namna moja ama nyingine. Jana mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye hatua ya pili baada ya hatua ya kwanza, Simba kucheza dhidi ya Gaborone, na mchezo wa kwanza Simba waliweza kupata ushindi wa goli 1 kwa bila. Lakini pia mchezo wa pili ambao ni hatua ya pili baada ya Simba kusafiri mpaka kule nchini Eswatini kwenda kuwakabili Nsingizini Hotspurs. Lakini pia jana ndio ilikuwa marudiano Nsingizini pamoja na klabu hiyo ya Simba. Kila shabiki anayetoka katika viunga vile ambavyo vya Benjamin Mkapa amekuwa na malalamiko kumlalamikia Elie Mpanzu, kiwango chake kinazidi kudorora. Sasa rasmi baada ya mazungumzo na kocha Dimitar Lopatev kuzungumza na Elie Mpanzu kumweleza kwamba shida gani ambayo ilikuwa ikikukabili kwa kadri siku inavyozidi kuongezeka, kiwango chako kinazidi kushuka, kiwango chako kinazidi kuporomoka. Lakini maelezo ambayo alikuwa amejibu Elie Mpanzu, kwa maana kwamba yeye ni moja kati ya wachezaji ambao wana matumaini makubwa sana na klabu hiyo ya Simba, na hata ukijaribu kutazama mashabiki nao pia wana matumaini makubwa sana kwa Elie Mpanzu. Lakini swali unajiuliza, kwa nini kiwango cha Elie Mpanzu kinazidi kudorora? Ukijaribu kutazama mkataba wake, fedha ambazo alizowekewa mezani kabla tu ya msimu huu kwenda kuanza, Elie Mpanzu alikuwa kule kwao nchini Kongo, demokrasia ya Kongo, na kule kuna taarifa zilisemekana kwamba Elie Mpanzu anaenda upande wa pili, lakini hilo limeenda kuwa tofauti. Na moja kati ya kipindi kile Elie Mpanzu alipokuwa akiimbwa kwamba anaondoka, kulikuwa na mtafaruku ama kulikuwa na sintofahamu kati ya management ya Elie Mpanzu pamoja na uongozi wa klabu ya Simba. Elie Mpanzu alikuwa anahitaji fedha na kufanyiwa maboresho ya kwenye mkataba wake, ambao mkataba huo ulifanyiwa maboresho, kwa maana kwamba uongozi wa klabu ya Simba uliweza kukaa chini na Elie Mpanzu na kumfanyia maboresho Elie Mpanzu kwenye mkataba wake, na moja kati ya vipengele ambavyo vilikuwa vikihusisha kwenye mkataba huo wa Elie Mpanzu, alikuwa anahitaji
kuongezewa fedha ama ni mshahara ambao kuelekea msimu mpya wa 25-26. Lakini uongozi wa Simba ulijaribu kufanya kile ambacho yeye anachotaka kukifanya ama alichokuwa anakihitaji kifanyike endapo Simba watakapoanza msimu mpya wa 2025-2026. Matamanio makubwa sana kwa uongozi wa Simba, na wao walikaa chini na kufanya kile ambacho Eli alichokuwa akihitaji. Uongozi wa Simba waliweza kufanikisha hilo na kuweza kufanya maboresho kwenye mkataba wa Eli Mpanzu. Waliweza kumuongezea fedha kwa maana kwamba mshahara, na yeye Eli Mpanzu aweze kukionyesha kitu kilichokuwa cha thamani kwa upande huo wa Simba. Lakini imekuwa tofauti na vile ambavyo watu ama viongozi wa Simba walivyokuwa wakidhani, kwamba walitegemea kwamba Eli Mpanzu msimu huu atakuwa ni mchezaji mzuri, atakuwa ni mchezaji mwenye faida kubwa sana kwenye klabu hiyo ya Simba. Lakini hiyo ni dhana ambayo uongozi wa Simba walikuwa wakidhani kama vile itakavyokuwa. Hilo limeenda kuwa tofauti. Kwa Eli Mpanzu kibisawala, kiwango chake kimezidi kudorora ama kimezidi kushuka, kwa sababu falsafa ya mwalimu kocha Dimitar Pantev anahitaji wachezaji ambao wenye kasi, ni wachezaji ambao wenye kukusa mara moja na kuacha manunguniko ama kuacha uchezaji wa kibisho. Lakini jana sasa mambo yalikuwa magumu kwa upande wa Eli Mpanzu. Kuna taarifa ambazo zimesambaa huko ama kutoka ndani ya viunga hivyo vya wana Msimbazi kwamba anahitaji kuondoka kwenye viunga hivyo vya Msimbazi, sababu hana furaha, sababu hafurahishwi na miundombinu, hafurahishwi na zile falsafa ambazo zinazokuwa kwa hivi sasa. Lakini kuna taarifa moja ambayo Eli Mpanzu inasemekana kwamba ameshapewa ofa na klabu ya Raja Casablanca kutoka kule nchini Morocco. Zipo taarifa zikieleza kwamba Eli Mpanzu amefanya mawasiliano na aliyekuwa kocha wa zamani wa klabu hiyo ya Simba Fadlu Davis, kwa maana kwamba anamhitaji Eli Mpanzu kibisawala. Maono ya kwanza ya Fadlu Davis aliweza kumpa ama kumshinikiza Rushaine The Rock, kwa maana kwamba anamhitaji mchezaji huyo. Nguvu kubwa ilikuwa kwa Rushaine, na baada ya Rushaine kuweza kufanya mawasiliano na kocha huyo wa zamani wa klabu hiyo ya Simba, Rushaine aliweza kuikataa hiyo ofa na alisema kwamba hayuko tayari kuachana na klabu hiyo ya Simba kwa hivi sasa mpaka pale mkataba wake utakapoenda kumalizika. Na Rushaine amesema kwamba hayuko tayari kwenda kujiunga na klabu yoyote kwa hivi sasa. Kama Simba wao wataamua kumwacha, basi atakuwa radhi kuachana na klabu hiyo, lakini kama Simba watamuhitaji kuendelea kusalia katika viunga hivyo vya klabu vya Wekundu wa Msimbazi Simba, na pia ataendelea kuwepo hapo hapo. Baada ya taarifa hiyo kutoka kule nchini Morocco na Fadlu kuweza kukosa nafasi ya kumshawishi Rushaine kuweza kumwambia kwamba aende kujiunga na klabu hiyo ya Raja Casablanca pale nchini Morocco, sasa nguvu na vishawishi vikubwa vimehamia kwa upande wa Eli Mpanzu kwamba wao nao pia wanahitaji kumshawishi mchezaji huyo. Kwa hiyo zipo taarifa zikieleza hivyo kwamba Fadlu anamhitaji Eli Mpanzu kutoka ndani ya klabu hiyo ya Simba, lakini mpaka hivi sasa uongozi hawajaweza kupokea ofa yoyote kutoka kwa Eli Mpanzu ama kuhitajika na klabu hiyo ya Morocco. Lakini kwa upande wa Rushaine aliweza kuikataa hiyo ofa, na Simba hawako tayari kumwachia Rushaine The Rock. Lakini pia kwa upande wa Eli Mpanzu, yeye ndiye mwenye maamuzi kwamba anahitaji kuondoka msimu wa 2025-26 mpaka ilifikapo Januari, ambapo dirisha dogo la usajili litakapoenda kufunguliwa. Swali unajiuliza, Simba wako tayari kumwachia mchezaji huyo kutoka pale nchini Kongo? Na je, kiwango chake kitaendelea kuwa bora kama akiendelea kusalia kwenye viunga hivyo vya Simba? Lakini vipi kuhusu swali la kocha Dimitar Pantev? Yeye pia yuko tayari kumwachia mchezaji wa aina hiyo na kumpa mkono wa kwaheri? Ziko taarifa zingine zikieleza kwamba kocha mwenye Dimitar Pantev hayuko tayari kumwachia Eli Mpanzu kwa sababu kiwango chake ni mchezaji mzuri pindi tu pale ambapo atakapokubali kubadilika na kufanya vile ambavyo yeye kocha Dimitar Pantev anachokihitaji kifanyike, basi yeye
hatakuwa na hiana mchezaji huyo kuendelea kusalia katika viunge hivyo vya klabu vya Wekundu Msimbazi Simba. Kilichobakia kwa hivi sasa ni kusubiri jibu la uongozi wa klabu ya Simba kulingana na muktadha wa aina hii kuhusiana na Eli Mpanzu Kibisawala. Msimu unavyoendelea, ambapo itakapoenda kufunguliwa dirisha dogo la usajili Januari ya mwaka 2025, kocha Dimitri Lapatev yeye mwenyewe amelithibitisha hilo kwamba hatakuwa tayari kuingia sokoni kwenda kuwatafuta kwa baadhi ya wachezaji wa kigeni. Hili litabaki kuwa endelevu katika klabu hiyo ya Simba. Hii ni Game On TZ. Mimi naitwa Mpekuzi.com.